Bismillahirrahmanirrahim. Ni kweli kwamba suala la ndoa ya Dr. Mwaka limekuwa funzo nchini, na ukiwa kiongozi uliye hai, yani unafanya kazi na upo kwenye wakati huu, huwezi kusema swala hilo ulitambui. Ni jambo linajulikana, na kujifanya kwamba ulitambui ni kabla hauko Tanzania na hauna akili timamu na uingii kwenye mambo yanayoishi sasa duniani ambayo ni mitandao ya kijamii. Ni kweli jambo hili limekuwa na taswira nyingi, kila mtu alitazama hivi. Kuna baadhi wanaosema limeingizwa kwenye dini. Ukweli jambo lenyewe ni la kidini. Ni vizuri ikafahamika jambo lenyewe kwanza la kidini. Unajua, ifike mahala tusimtazame huyo Mwaka na huyo mkewe Queen kama watu ambao hawana dini. Wale wanaweza kuwa na umaarufu wao kwenye maeneo mengine, lakini tufahamu kwamba wanachogongania ni dini. Na hasa nianze kwenye hili eneo la je, mwanamke hana haki ya kuomba talaka? Mimi kwanza nikiwa Sheikh wa mkoa wa Mwanza nimejizuia sana kuzungumzia sakata lile kwa sababu haliko kwenye mkoa wangu. Lakini nachoweza kusema mimi ni ule uelewa wangu. Ni vizuri ikafahamika Uislamu ni dini ya haki. Ndio maana ni dini inayokwenda na maumbile. Ndio maana dini zingine zitakwambia ukishaoa ni mpaka kufa. Lakini Uislamu umeruhusu talaka. Uislamu umeruhusu talaka, japokuwa ni jambo linaloudhi Uislamu, kwa sababu tumeambiwa na Mtume abghadul halali ila Allah afdal. Jambo linalomuudhi Mwenyezi Mungu katika mambo ya halali, yanayomuudhi Mwenyezi Mungu ni talaka. Kwa hiyo sisi swala ile talaka haijakatazwa kwa Muislamu mwanamke kuomba. Na hapa nifafanue, kuna vitu karibu vingi. Kuna ndoa, kuna talaka, kuna khului, kuna rejea. Kuna ndoa, kuna talaka, kuna rejea, kuna khului. Hivi vitu viko vinne, na hivi vitu Mungu, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa usawa, kavigawa kwa wote. Mfano, ndoa, ukisikia ndoa ni ile fungamano la ndoa kwa mujibu wa Uislamu halikamiliki mpaka mwanamke akubali. Maana yake akubali kuolewa, ama mzazi wake kwa maana ya walii wake akubali, ndio ndoa inatoka. Lakini Mungu akaona talaka sasa, kule kuivunja ndoa usituke, ila haki hii apewe mwanamke, mwanamume ndio afanye talaka ifanyeje, itokee. Mwanamke kapewa yeye kuifanya ndoa ikamilike, mwanaume kapewa kuifanya talaka itokee. Kwa mwanaume ndio mwenye haki ya kutoa talaka. Lakini pia kuna kitu kinaitwa rejea. Pia mwanaume amepewa nafasi kwamba anaweza akamwacha mkewe, lakini baadaye akamrejea. Lakini mwanamke huyu pia naye kapewa haki katika Uislamu. Kuna kitu kinaitwa khulu, kujivua katika ndoa. Mwanamke pia ana haki ya kujivua katika ndoa. Kwa hiyo mimi sitaki kulizungumzia swala lile kwa sababu halinihusu, liko nje ya mkoa na uongoza, ndio kwenye mkoa mwingine. Lakini kwa uelewa wangu kujua swala hili, Uislamu haujazuia talaka, japokuwa talaka ni jambo linalomkera Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Swali la pili ilikuwa ni kwenye ndoa watu wanashindwa kupeana talaka baadaye. Tumekwisha study na hasa katika mkoa wa Mwanza. Swali linaulizwa hapo, tunaona mazingira magumu kwenye ndoa, tunaona mazingira magumu, watu wanauana, tumestadi kwamba matatizo ya ndoa haya, watu kuuana, kufanyana unyanyasaji wa kimwili na kadhalika, yanahusika na ndoa moja kwa moja, kwa sababu hata wataalamu hao wa uchunguzi watakwambia kwamba kifo hichi kimesababishwa na wivu wa mapenzi. Kwa unaona ndoa inahusika. Ndio maana BAKWATA mkoa wa Mwanza tumeamua kuanzisha mafunzo rasmi, na tumewatangazia umma kwamba kuanzia sasa watu wasome haki za ndoa. Mwanaume ajue haki zake, anaishia wapi. Mwanamke ajue haki zake, anaishia wapi. Na ziko haki ni ya mke na wakati huo ni ya mume. Kuna haki ni ya mume, wakati huo ni ya mke. Muhimu ni kwamba haya mauaji, hatuna ubishi kwamba baadhi ya mauaji yanatokana kwa mambo ya ndoa. Kwa hiyo ukiangalia vizuri utaona ndio utaipongeza dini ya Uislamu au dini ya Kiislamu pale ambapo ilikosema watu kiwezekana kuoana kwa wema, na ikifika mahala mapenzi yamekucha. Kwa sababu mapenzi ni kama maua, kuna kipindi yanachanua na kuna kipindi yananyauka. Hauwezi kulazimisha kwa maumbile ya kibinadamu kwamba watu wameshachukiana waendelee kwa pamoja. Hapana. Hii ni kwamba utaona Uislamu umeruhusu talaka kwa nia njema kabisa. Kwa hiyo mauaji haya wakati mwingine sehemu zingine yanatokana na mambo haya ya kidoa, lakini Uislamu unazo hatua kuchukua, na kwa sisi BAKWATA mkoa wa Mwanza tuna hatua maalum ambazo tumekuchukua. Kama viongozi wa dini, tumeona sasa hii ya Dr. Mwaka imegawanya Waislamu. Viongozi wengine wanasema ndoa ipo, viongozi wengine wanasema ndoa haipo. Kwa hili kama kiongozi, nadhani nini kifanyike ili kuondoa isitofahamu kwenye jamii? Kwanza ni usaidie umma.
Maana mwandishi wa habari ni sauti ya umma, ni usaidie umma. Jambo hili halijawagawanya Waislamu. Jambo hili halijawagawanya Waislamu kwa sababu Uislamu unaongozwa na Qur'ani na Sunna. Yaani nikisema Qur'ani ni kitabu cha Mungu, alafu Sunna ni hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sisi katika Uislamu tuna chombo kinaitwa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Utaona kwenye kadhia hii kiongozi labda wa kimkoa kwenye nafasi yake ya mkoa alisema ndoa hii haipo. Kwa utaratibu wa dini yetu tuna chombo kinaitwa Baraza la Ulama. Baraza la Ulama ibara ya 63 kipengele cha 13 kimelipa mamlaka Baraza la Ulama kuingilia kikao chochote, maamuzi yoyote yanayofanywa na ngazi yoyote katika BAKWATA iliyo chini yake. Kwa hiyo Waislamu hawajagawanyika wale viongozi, ni utaratibu tu wa kuheshimu hizi mamlaka na madaraka. Kwamba madhali Baraza la Ulama limesema ndoa hii ipo, sote tunatakiwa tutii kwamba ndoa ipo, na mchakato sasa wa kuendea kwenye ile analotaka huyu mama Queen iliendelee kwa sura iliyo nzuri na haki yake ikibidi ipatikane, kwa sababu Uislamu haujafunga hii haki. Kwa kwanza niombe umma ufahamu kwamba viongozi wa Uislamu hawajagawanyika. Na hapa nina kitu niongeze. Kuna watu wanasema kwamba kumekuwa na utaratibu ambao watu wote wanakwenda kwenye vyombo vya habari. Dunia yenyewe iko huko. Dunia iko huko. Tukio lenyewe limetokea kwenye vyombo vya habari. Sasa unapotaka kuliziwia au kulitolea ufafanuzi, hauwezi kulitolea chumbani, utalitolea kwenye vyombo vya habari. Na ukizingatia jambo hili linawahusu watu maarufu wanaosikika nchini na kujulikana, na wakati mwingine likiacha linaweza kuchafua hata image ya chombo ambacho ni Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Kwa lazima wapatikane watu watakayeweza kuweka vizuri mambo na kuyafanya mambo yakae sawa sawa. Nini ushauri wako kwa jamii? Kwanza niiombe mfano wa Waislamu, ni hasa niwaelekee Waislamu. Waislamu wanatakiwa kuwa watiifu kwa sababu sisi katika Qur'ani Mwenyezi Mungu ametuambia atiu Allah wa rasula. Waislamu wanatakiwa wamtii Mungu na mtume wa ulul amri minkum, na wale viongozi wao, watawala wao wanaotawalia mambo yao ya kiimani, wawatii na wakubali. Sasa kwa kuwa tuna viongozi, mfano viongozi wakuu katika dini yetu ni Baraza la Ulama, wamefika mahali wana maamuzi haya wametoa. Niwaombe Waislamu utulivu na kusikiliza hatima. Na ukiangalia taarifa ya Baraza la Ulama inasema wazi kwamba jambo hili Baraza la Ulama litaliangalia sasa kwa karibu. Kwa niombe Waislamu kuendelea kuwa watulivu. Lakini kwa umma mzima wa Tanzania, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, ombi langu kwao, wale ambao hawajui masuala ya dini, wajiepushe, wanyamaze, wakae kimya, waliangalie linapokwenda, waendelee kuwa watulivu, kwa sababu wakati mwingine kulisema jambo ulijui, unaweza ukajikuta umewasha moto bure tu. Kwa wito wangu ni kuwaomba Watanzania kwenye hili kuliacha liendelee kwenye vile vyombo ambavyo vinavyotakiwa. Lakini wito wangu mwingine ni kuwaomba mashehe na baadhi ya viongozi wetu kutumia busara kwenye kujiendea kila jambo. Mfano, tumeona baadhi ya viongozi, tumeona baadhi ya wahadhiri wakitoka na kuwashambulia wale kibarul ulama, viongozi wakuu katika Baraza la Ulama. Ile jambo si sawa, ni utovu wa nidhamu wa hali ya juu. Na ukiachwa maana yake itafika mahala mtu yoyote anaweza kumjibu mufti. Mtu yoyote anaweza kuja akamjibu mjumbe wa Baraza la Ulama. Sasa hata ile heshima ambayo BAKWATA ilionayo, na BAKWATA ni chombo kikubwa sana. Viongozi wa BAKWATA wakiamua kuamka sasa waseme nchi nzima, nchi yenyewe ikavurugika kwa sababu ule mwangu utakuwa mkubwa. Kwa ni vizuri hekima na busara, hata kama una mapenzi na mtu, unataka kumtetea mtu, tumia busara, kwa sababu wakati mwingine unayekwenda saa nyingine kumgusa ni mtu ambaye inaweza kusema hagusiki kwa ile nafasi yake na namna na mahala alipowekwa na katiba ya chombo chenyewe. Asante sana.